Shule hii nilivyosema mwanzoni kwamba shule hii imejengwa kwa msaada wa serikali ya Kichina na chama kile cha komunisti cha Kichina. Sasa kwa nini Tanzania? Tanzania ilijengwa tu kwa sababu wote walitafsiri msaada wa Tanzania kwa vyama hivi 6 vingine 5 vya ukombozi wa Afrika. Kwa sababu unagundua kwamba wakati wa kupigania uhuru hivi vyama vyote 6 hivi 5 vilikuwa na kambi hapa Tanzania. Na wote hawa ukisikiliza hadithi zile zinatafsiri wanavyoeleza, wote walikwenda kukaa pale Kongwa. Walifika pale wakafundishwa mafunzo. Kuna baadhi walikaa pale Bagamoyo, ukienda pale Bagamoyo utakuta nyumba ya Samora. Na nyumba nyingine za watu wa SWAPO pia utakuta na wapigania uhuru wengine. Ukienda pale Mazimbu pale Morogoro utakuta ile shule ya South Africa. Lakini pia wanaonyo walikuwa na kambi pale Dakawa. Baadaye wengine kama ZANU-PF walikuwa na kambi kama kwa Iringa na wapi. Lakini pia baadaye wengine walikaa kuna Chungwea Farm 17. Kwa hiyo na wote hao walikuwa na ofisi hapa Dar es Salaam Tanzania. Kwa hiyo wao Tanzania wanaona kama ni nyumbani. Na wengi walikuja watoto nimwambia. Kuna watu ukikaa nao pale wamekuja wakiwa miaka 17. Kuna watu ukiongea nao pale wamekuja hapa wakiwa miaka 16. Kuna dada ambaye alikuwa mbunge alikuja kuwa speaker wa ni bunge la South Africa. Yule dada ambaye sasa hivi ni mama mtu mzima alikuja hapa akiwa miaka 14 akikimbia akiruka fence kutoka South Africa kwenda kuingia Zimbabwe mpaka kufika hapa Tanzania. Kesho tarehe 1 mwezi huu Aprili mwezi wa 3 Mheshimiwa Sam Nujoma atapumzishwa na Mungu amweke mahali pema. Huyo ndio kiongozi wa mwisho katika alikuja hapa kwa 30 aliishi hapa. Huyu rais wao unamwona Nandi na Tumbo. Alikuwa mdogo hapa naye alikuja hapa Tanzania. Akafunga ndoa hapa Tanzania. Wote kina Mashela wote. Kwa ukipiga hesabu kuna story nyingine ambayo pia nirudie kusema kwa mfano Sam Nujoma. Alikuja hapa Tanzania, passport yake alipewa hapa Tanzania na baba wa taifa akiitwa Sam Mwakangale. Mandela alipotoka kabla hajaenda kufungwa alikuja hapa Tanzania kuja kupeka kwenda Umoja wa Mataifa akaelezea issue yake ya kuhusu South Africa. Alipita hapa Tanzania na alikuta John Makangale. Kwa hiyo unaona Tanzania kwa nafasi ya kuwasaidia tuliwapokea kama ndugu zetu katika ile nafasi ya ukombozi wa kusini wa Afrika. Na hiyo ndio ambayo inatakiwa watu waione kwamba nafasi ya Tanzania katika kuwasaidia katika ukombozi wa taifa. Na baba wa taifa, baba Mwalimu Julius Nyerere ndio aliwasaidia wengi. Kwa hiyo moja, kwa nini waliamua kuita shule ya Mwalimu Nyerere? Kwa sababu kuna swali pia, kwa nini iliitwa shule ya Mwalimu? Nafasi nimeeleza tayari kwamba baba alifanya kazi sana wote kuwasaidia katika ukombozi wa kusini Afrika. Sasa wao wote wakaona kwamba ni vizuri kumwenzi kwanza baba wa taifa. Kwa hiyo shule inaitwa Mwalimu Nyerere. Lakini pia kwa sababu nafasi iliyokuwa Tanzania katika kusaidia ukombozi wa kusini Afrika, basi wangependa ile shule ijengwe hapa Tanzania. Na kwa nini Kibaha? Hiyo sasa ni kwamba ilitokea nafasi kwamba alipotembea nafasi nyingi kuona umbali na mambo mengine ya usafiri. Kwa mfano alitaka kuanza kujenga shule Iringa. Sasa unawaza mtu atoke China afike Dar es Salaam alale, kesho yake amke afike Iringa alale, afike aende Hemi. Unaona safari inakuwa ndefu sana. Kwa hiyo bali popote ongeza kutoka nje ya Tanzania. Kwa sababu kweli ni kweli tukiweza kwenda popote vingine hata Dodoma tuweza kwenda. Lakini kaamliwa hapa kwa sababu ya ile kwamba urahisi wa kufikika. Unafika wote wanatoka nje. Wanafika airport pale Dar es Salaam, kuja Kibaha sio mbali sana. Kwa hiyo ndio sababu kwa nini Tanzania na kwa nini hapa Kibaha.